Na mtazamaji wangu, kile ambacho kimeweza kufanywa hivi sasa na mwanaharakati Mariam Sarungi ni jambo ambalo uongozi mzima wa serikali awamu ya saba haukuweza kutarajia baada ya kuondoa mtandao wake wa Instagram. Ila update nzito hivi sasa imeweza kutolewa naye Mariam Sarungi, 4 days to go, hashtag ya December 9 tukutane. Mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa 12 mwaka 2025, imeweza kusalia siku 4 tu maandamano ya vijana Gen Z yanayozidi kuratibiwa kufanyika Disemba tarehe 9 mwaka 2025 yaweze kung'oa nanga rasmi, jambo ambalo moja kwa moja ni pigo kubwa kwa uongozi wa serikali ya awamu ya saba. Mtazamaji wangu, kabla hatujaendelea na habari za sasa, ninakupatia ofa maalum. Unapotaka kununua data, dakika au SMS kwa bei nafuu kabisa, tumia paybill number 386868. Ni rahisi, ni haraka na ni salama. Paybill number 386868. Nunua kwa bei poa, tumia kwa uhakika, furahia mawasiliano yako kila siku. Mtazamaji wangu, maandamano haya yanayozidi kupangwa kufanyika tarehe 9, vijana Gen Z wameweza kudai yatakuwa ni maandamano ya amani. Hivyo basi ni vyema iwapo kutakuwa na kuimarishwa kwa ulinzi kwa waandamanaji. Ila mtazamaji wangu, kwanza kabisa itakuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema uweze kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, kama unavyozidi kutizama katika skrini yako hivi sasa ni kwamba bado siku 4. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, vijana Gen Z wanazidi kushinikiza maandamano yao kuwa maandamano ya amani, jambo ambalo uongozi mzima wa serikali ya awamu ya saba haukuwa ukitarajia kamwe, kutokana na kauli ambazo wamekuwa wakizizungumzia, kuzisambaza na hata onyo kutoka kwa vyombo vya usalama. Ila vijana Gen Z bado wanaamini kwamba lazima wataweza kuandamana kufanikisha kile ambacho wanaamini lazima haki iweze kufanyika kwa wale wote walioweza kuaga dunia wakati wa maandamano. Mtazamaji wangu, hatua hii Mariam Sarungi ameweza kudai kwamba ni vyema iwapo vijana Gen Z watakuwa wameweza kujihami na VPN katika simu zao, kutokana na wao kujaribu kuzuia zoezi la kushindwa kusambaza habari kipindi na wakati ambapo interneti itaweza kukatwa, kuzimwa ama kuvurugwa na uongozi wa serikali ya awamu ya saba, jambo ambalo liliweza kuathiri pakubwa maandamano yaliyoweza kupita. Mtazamaji wangu, hatua hii hivi sasa jinsi ambavyo imeweza kupokelewa na wananchi ambao wanaamini wao ndio wenye nchi na wapo huru kuandamana katika maandamano hayo ya Disemba tarehe 9. Amini usiamini, hakuna hashtag zozote zile za uoga zinazidi kusambazwa ama kuzungumziwa, bali vijana Gen Z wanadai kwamba lazima taweza kuonyesha ushirikiano ili kutoa heshima kwa mashujaa wao wanaozidi kuwaamini walioweza kuaga dunia wakati wa maandamano ya tarehe 29. Mtazamaji wangu, sasa hivi jambo ambalo limeweza kukumba uongozi wa serikali ya awamu ya saba, hivi sasa mataifa ya kigeni yanazidi kuangalia na kuangazia yale yote yanayozidi kujiri katika Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi, kulingana na jinsi ambavyo mwanaharakati huyu ameweza kusalia bado na mtandao wake wa X, ijapokuwa mtandao wake wa Instagram umeweza kufutwa, amini usiamini, iwapo hivi sasa uongozi wa serikali ya awamu ya saba utaweza kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji kwa mara nyingine, hivi sasa hakuna yote yule atakuwa yupo tayari kuamini na kuelewa ama kuamini picha zitakazotokea ama kusambazwa
na kipindi na wakati ambapo uongozi ulioko madarakani utaweza kutoa taarifa na kudai kwamba picha na video hizo ni za kubuni kupitia AI. Mtazamaji wangu, hivi sasa kile ambacho uongozi wa serikali ya awamu ya 7 unazidi kuamini na kuwa na hofu kubwa, huenda kaweza kutolewa mamlakani kwa njia moja ama nyingine iwapo hakutakuwepo na utumiaji wa nguvu kupita kiasi, kwani iwapo maelfu ya wananchi wataweza kujitokeza kwa njia moja ama nyingine, maafisa wa polisi wasiweze kutumia nguvu bali kuwalinda jinsi ambavyo ipo kikatiba wakati wa maandamano moja kwa moja, basi vijana hawa wa Gen Z wataonekana kuwa na nguvu kubwa kwa maandamano yanayozidi kutarajiwa kufanyika tarehe 9. Na mtazamaji wangu, nami hapa nina sababu hizi ambazo zinazidi kuchangia pakubwa uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa kushindwa kufanya zoezi la utumiaji wa nguvu kupita kiasi kukabiliana na waandamanaji kama ilivyoweza kushuhudiwa awali. Tumeweza kushuhudia jinsi gani ambavyo siasa zinazozidi kuendelea katika Jamhuri ya Tanzania sio jambo ambalo linazidi kufuatiliwa na Watanzania pekee ama mataifa ya East Africa pekee, bali dunia nzima hivi sasa inazidi kufuatilia kile ambacho kinajiri katika Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi, moja kwa moja uongozi wa serikali ya awamu ya 7 kwa njia yoyote ile ama aina gani yoyote ile, mbinu atakayoitumia dhidi ya waandamanaji tarehe hii 9, mtazamaji wangu, ni waweze kutoka na kuingia barabarani, na ndipo ambapo waweze kutoa taarifa na ilani ya kwamba wataweza kubadilisha muda wa watu kutakiwa kuwa ndani ili kudhibiti vuguvugu la maandamano na mapema kuzuia muendelelezo wa maandamano, jambo ambalo huenda likaathiri pakubwa uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Hivyo basi huenda tukaweza kushuhudia mbinu tofauti ile ambayo itaweza kutumiwa na maafisa wa polisi kukabiliana na waandamanaji tarehe hiyo 9. Kwanza kabisa, huenda tukaona maafisa wa polisi kuwa na nafuu kidogo na kutokuwa na utumiaji wowote ule wa nguvu kwa raia yoyote yule, bali maafisa wa polisi watakuwepo ili kulinda mali za watu, kuimarisha ulinzi kwa waandamanaji, na kipindi na wakati ambapo jioni itaweza kufika, waandamanaji wote wataweza kuombwa kujiondoa katika maeneo ama barabara walizokuwa wakiandamana na waweze kurejea manyumbani mwao ili ujumbe walioweza kuupitisha ama kuwasilisha kupitia maandamano uweze kufanyiwa kazi. Hasa hii hapa ndiyo ambayo inachangia pakubwa na kuweka nafasi kubwa kwa maandamano ya vijana Gen Z kufanikiwa tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025, ijapokuwa sherehe zilizokuwa zimeweza kuratibiwa kufanyika tarehe hiyo 9 zimeweza kutupiliwa mbali. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Ni vyema iwapo wewe hapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section, ila muhimu kabisa usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.